obey my command, protect yourself all time. Touch glove. Touch gloves. Hii ni miongoni mwa baiti kubwa ambayo tuko nayo usiku leo, na tunaanza na raundi yetu ya kwanza usiku huu. Enjoy. Nikwambie hii inaweza ikawa pia ni moja kati ya fight nzuri. Asife Nshihili kutoka pale Afrika Kusini akianza boxing mwaka 2013. Nikwambie tu kwamba mara ya mwisho pia amecheza mwaka huu akimtandika Mzimbabwe Owen, na pambano lenyewe lichezewa pale Afrika Kusini. Katika mapambano yake ambayo amecheza 13 ameshinda. Hebu tuangalie, lakini usisahau kwamba kijana mdogo Saidi Hakimu yeye kwenye umri wa miaka alionao 19 ameshinda mapambano yake yote 9 na 5 akiwakalisha watu kwa KO. Ni kijana kutoka Mafia Boxing Promotion, huyo mwenye buku yake ambayo ina rangi nyekundu, akicheza na mkongwe huyo Asife Nshihili. Jana wakati anapima uzito pamoja na face off aliongea ile accent ya Kijamaika na akasema kwamba mzazi wake angalia body punches ambazo anazipeleka na speed ni in out nzuri sana ukimtazama. Ukimwangalia ni bondia ambaye naye ni bondia mzuri. Unajua South Africa wana darasa. Yaani ukicheza na South Africa unagewa darasa. Kama huyu South Africa anaonekana ni mzuri. Saidi Hakim naye ni mzuri, bondia mzuri ambaye mwenye nguvu na mwenye target. Lakini naona amekutana na bondia mwenzake mzuri ambaye yuko anatakiwa awe makini kwa sababu bondia South Africa alishamuona. Bondia huyu nataka nikukumbushe kwamba mwaka 2000 angalia namna ambavyo Saidi Hakim ameenda, lakini anatakiwa kuwa makini sana na Asife. Ni counter punch pia mzuri sana kama hivyo. Ana KO 7 kwenye mikono yake katika mapambano aliyoshinda. Kwa hiyo inabidi acheze naye kwa akili kubwa sana Saidi Hakim. Angalia hiyo jabu ambayo anaitumia Nshihili Asife, au unaweza kumuita chill boy. Huyu hapo jabu hiyo, angalia anavyotoka ndevu yake akiwa ameiweka. Tunasema yani ni bondia ambaye ana mahesabu, anapiga hesabu. Angalia jabu hiyo ambayo anatoka, ana jabu nzuri na anaangalia ni sehemu anayopiga, anapiga anagusa, anatoka nje. Jabu akiconnect left hand yake hiyo, ana uksi nzuri sana ile power ambayo amekuja nayo. Sasa Saidi Hakim imemkuta na ikamtikisa kupitia left hand ya Saidi Hakim, ikamtikisa Nshihili, lakini kwa sasa yuko sawa. Lakini bila shaka anaendelea na mchezo wake ule ule wa kutumia jabu yake left hand ambayo jabu ile imekaa. Saidi Hakim akidunda mobbing hizo pengine kumkosesha target, lakini anatakiwa kuwa makini, anamweka mbali. Angalia setup hizo ambazo anaenda nazo. Hii ni moja kati ya game ambayo inatakiwa utumie akili mno. Yaani kitu ambacho anachotakiwa afanye. Overhand nzuri sana ambayo Saidi Hakim ameenda nayo. Overhand ambayo ilimfikisha. Power alionayo Saidi Hakim ndio maana inadhihirisha ana KO 5 kwenye begi lake. Hiyo hapo, angalia namna anampelekea moto. Saidi Hakim anaenda anaweka setup ya jab. Akikubali naye mwenye counter hiyo hapo jabu ambayo ameipokea. Yani kazi ipo. Hii fight mtu yote anaweza kwenda chini. Yani mtu yote, kwa sababu limeanza na moto kabisa yani. Kwa hiyo mtu yote hapa atakayefanya mistake katika kubadilishana panchi itakayemshika lazima ataenda chini, kwa sababu nimeona wana punch yote, wana punch kali. Saidi Hakim ni bondia mzuri na huyu South Africa ni bondia mzuri. Kwa hiyo hapa ni kitendo tu, naona wanabadilishana panchi. Katika kubadilishana panchi inaweza kutokea madhara aina yoyote. Haya, tuangalie kwenye round hii hapa ambayo inaenda kumalizika. Jabu zinaendelea kutoka kwa Asife Nshihili, unaweza kumuita chill boy. Huyu hapo mwenye buku yake nyeupe akiendelea. Overhand imekataa kutoka kwa Saidi Hakim, akiendelea tena akimfuata kwa nguvu. Round imekamilika, anamwambia wewe sawa, tutarudi. Saidi Hakim huyo hapo. Asife Nshihili ni Saidi Hakim kutoka. Tazama mambo alivyoenda, body punch alikutana nazo akazimeza. Jabu hiyo ya Asife imekuwa nzuri sana.
Yaani kitu ambacho nilichokiona utulivu wao, kila mtu ameingia na plani yake ambayo aloanza nayo. Sasa hapa raundi hii makocha watajua kila mtu amwelekeze kitu gani cha kufanya bondi yake ili aweze kupata matokeo ya ushindi. Mwepesi wa kutoka na kukaunti. Kwa hiyo hakimu anatakiwa awe umakini kwenye hilo. Nataka nikukumbushe tu kwa mwaka 2017 ine mbele ya Saidi Hakim kutoka Mafia Boxing Promotion. Haya, kwenye raundi ya pili kati ya zile 8, twende tuone nani ambaye atakuwa bora zaidi kimbinu. Bado matumizi ya kumweka mbali zaidi na jab ikiwa juu. Chill Boy huyo hapo anasema utakaa tu, lakini Saidi Hakim anamwambia sawa, mimi naiamini power yangu zaidi. Huyu bondia ana jabu nzuri. Kiangalia tayari amepata kati. Kuna kati ambayo ameipata Asife. Tayari ana kati. Asife kama hivyo mkutana nayo tena, ile power alionayo Saidi Hakim si ya kuelezeka. Ikikukuta lazima utikisike. Hiyo power alionayo ni mithili ya radi ambayo imetandika mti na ukararuka. Ana nguvu sana huyu kijana. Hacha tuone wakati ambao imekataa kukomenda vizuri sana, lakini jabu anaendelea kuitumia Asife. Chill Boy akiendelea kuitumia jabu yake, naitafuta kwa nguvu sana ile wakati kupitia left hand ya kwake Said, lakini ataweza, anamwambia hakuna chochote, kama unaweza njoo huku. Anamwita huyu kijana umri wa miaka 19, anamtisha mtu mzima. Mtu mzima amekuja, anamwambia sawa, umeniita, anakuja. Akiendelea ukimwangalia hakimu anasubiri mpinzani wake aanze ili aweze kukaunti zile panchi zake anazozitegemea yeye. Na kwa hiyo ukiangalia na punch kali, lakini licha ya kuwa na punch kali unatakiwa uwe na target nazo, sehemu zinazofika uwe na uhakika nazo, kwa sababu ukipotea tu mwenzako tayari anaweza unaweza kukutana na ngumu. Stephen Shihili ni kama ile nguvu yake ambayo alikuwa anakitumia jabu kwa muda mwingi amepungua. Chill Boy ni kama kweli amechill. Angalia namna ambavyo ameenda combination, akimsogelea, akimweka, akimokesa, akimset kupitia, ilikuwa haijakaa vizuri pale, lakini vile Saidi amemkataa. Nzito sana, nimekwambia uzito wa Saidi Hakim, punch yake ni zaidi ya radi. Anasema hapana, huyu ni kijana wa umri wa miaka 19. Ni nini hiki? Asife kwa kuolewa pengine na kengele, akiwa chini katikisa kichwa. Anasemaje? Raundi imemwokoa. Moja kati ya pambano ambalo unaona kabisa hiyo hapo, kutana na left hand ambayo ikawa imefika kwenye kidevu chake na ikamlegeza, ikamlaza mpaka chini, akashika. Ni mzima mimi, alishika kile kidevu chake alipokaa chini pale, akasema ni nini hiki kinachotokea, miguu juu kidogo hapo. Akasema la, hakuna bwana, mimi bado niko, ngoja tuone. Wakiingia kwenye raundi ya 3, raundi ya pili tayari kesha lambisho sakafu na ile nguvu ya maajabu alionayo Saidi Hakim. Gadi yuko juu, tuone mchezo utakuwa ni namna gani. Ni Asife atajibu mapigo, Chill Boy atajibu mapigo, ama la. Ni vita ya Tanzania dhidi ya Afrika Kusini. Hawa ni ndugu wawili wenye historia nzuri sana kwenye ushirikiano wa kidiplomasia. Haya, naendelea raundi ya 3 hii kati ya zile 8. Niliona akiwa ameingia uoga hivi Chill Boy kwenye raundi iliyopita. Sasa hivi amekuwa mtulivu sana yani. Usijaribu hata kidogo, pengine ulijadili umbo la nje pengine la kitabu kabla hujaingia kuchambua undani wake. Labda Asife alimuona kwamba ni kijana mdogo tu mwenye mapambano machache ukilinganisha na yeye ambaye ana jumla mapambano 21, lakini ukimwangalia kwa upande wa Saidi na mapambano 9.
ikawa angalia Yani, nzuri sana hiyo left hivyo nzuri sana. ndio inavyotakiwa acheze South Africa, sitaki kushindana naye kwa sababu Saidi ana nguvu, kwa hiyo anatakiwa amhesabie namna hiyo, yaani amzungushe katikati, asirudi pembeni. Akirudi pembeni ndio kuna madhara. Asipe karudi tena, na Saidi anaitumia kama nafasi hiyo, anamuondoa, lakini naye pia anajibu mapigo hapo hapo. Hii sasa imekuwa si mchezo, ni zaidi ya ushindani mkali kwenye mchezo wa boxing, kila mmoja akijaribu kutengeneza na kuwashawishi majaji. Jabu inaendelea kutoka, Saidi akiendelea kutafuta namna gani ya kuendelea yaani kule anapoingia kwenye kamba ndo mechi inakuwa ngumu, anatakiwa amchezeshe hapa katikati. Kwa hiyo anapocheza hapa katikati, Saidi huwa anatumia muda mwingi sana kumfikiria jinsi ya kumpiga. Kwa hiyo akimrudisha kwenye kamba, anajua kabisa hapa nikikurukia tu na left hook hauwezi kutoka, lazima utakutana nayo. Lakini akicheza naye katikati hapa, anacheza naye vizuri. Haya, bado ngoma inaendelea, overhand hiyo ambayo imekataa, ingemkuta ingekuwa hatari pia, alipokuambia kwamba Saidi Hakim. Bone punch nzuri pia ambayo imemkuta pia kwa mara nyingine. Hapo ni wote wakichapana kwa ukaribu, anajaribu kumchosha kwa namna yake na kuendelea kupumzika. Saidi Hakim akiwa anaendelea kwenye raundi hii hapa ya tatu, anaitafuta pengine labda knockdown nyingine. Chillboy akiendelea kutumia mchezo wake ule wa jab. Raundi imekamilika. Kitu nilichokiona huyu bondia kutoka South Africa ni mzuri, akizunguluka hapa katikati ya ulingo, anaonyesha uwezo wake mkubwa, lakini na kimwangalia Saidi Hakim ni bondia mzuri ambaye akikuweka yeye kwenye kamba anajua kabisa ana uwezo wa kufanya kile anachotaka yeye. Ndio maana unakuta huyu bondia kutoka South Africa akikaa kwenye kamba inakuwa anapata changamoto kubwa sana, kwa sababu Hakim tayari anakuwa kashatengeneza targeti zake, anajua kabisa nikiingia wewe hautoki. Ndio kitu ambacho kinampa shida sana akikaa kwenye kamba, lakini akikaa kati utaona jinsi Saidi anavyopata shida pale ambapo anakuwa kwenye ukaribu zaidi. Unamuona kwa upande wa Saidi Hakim. Haya, tuende tuangalie kwenye raundi hii kitu gani ambacho kitaenda. Raundi ya 4 kati ya zile 8, Saidi Hakim dhidi ya Asife Jihili kutoka pale Afrika Kusini, akiendelea na jab, akiendelea kumtafuta hiyo hapo, anajaribu kuingia kwa ndani, lakini bado hiyo footwork yake ukiangalia kwa Chillboy, ana set jab tena kwa Chillboy, ni huyo Asife, tunasema ndio AK yake, ameenda na body punch. Tukasema kwamba Saidi muoni sana akitupa mikono, lakini akiipeleka zinakuwa zina athari kubwa. Yaani ili umuone Saidi anacheza vizuri kwenye kona huko, akishakuwa huko kwenye kona ndio sema ambayo yeye anaitaka hiyo hapo. Yaani huko yeye ndo anapopataka. Haya, mchezo sasa damu zimechemka, damu zimewaka, zinatokota namna hii. Kila mmoja anasema mimi nimekuja hapa kushindana, kila mmoja anataka kulipa heshima taifa lake. Jab zinaendelea kutoka. Haya, hii ndio kitu ambacho anakipenda zaidi Said. Hiyo ndio kitu ambacho anakipenda zaidi, kucheza kwenye ile close range, kumwona karibu zaidi mpinzani wake Chillboy, na ndipo hapo amekuwa akimwadabisha, anamwambia hamna kitu chochote hizo. Referee amwambia stop, sio unatakiwa kunisikilize. Sasa basi nimeelewa.
Jabu inaendelea kutoka, anaendelea kutembea Chilboy, lakini yuko kwenye kona, sehemu ambayo ni hatari zaidi. Jabu nzuri kumpeleka kwenye kona. Chilboy sawa, umefanikiwa mara kadhaa kwenda kwenye kona, lakini imekuwa ni tofauti kwa safari hii. Inawezekana hiyo target ikawa haionekani kwa asilimia kubwa, tofauti na raundi zilizopita. Kipi ambacho umekiona? Ni kitu ambacho South ameshajua, bondia kutoka South Africa amejua kabisa, mimi nikiingia kwenye kamba ndio yule ndo tunaona kuta nguvu zake zote. Said Hakim anasubiri amfikishe kwenye kamba ndo aweze kumpiga ngumi zile ambazo anazotaka yeye, lakini katikati ya ulingo anacheza yule bondia kutoka South. Raundi ya 5 hii tuione, hii ni knockout ya mama season 9. Moto unaendelea kuwashwa hapa Superdome Masaki. Angalia bondia kutoka Afrika Kusini Chilboy, huyo mwenye bukta nyeupe, dhidi ya Said Hakim, akiendelea jabu ile mkono, jabu nzuri sana Chilboy. Angalia hiyo counter, subiri pia Said aanze na yeye arudishe hapo hapo. Left hand ambayo zimeenda patupu, body punch hapa zinachapwa, speed nzuri sana ambayo ameconnect Chilboy. Angalia namna ambavyo amekubali, amekupa vizuri sana body punch, right hand ya juu tena kwa spidi kubwa sana ambayo Said Hakim anaenda nayo, lakini bado yuko sawasawa. Chilboy ametulia, anaendelea kusoma mchezo pamoja na shangwe liloibuka, lakini bado Chilboy yuko vema. Wakati ambao imepita, lakini mwenyewe amerudisha right hand ambayo imeenda kama overhand au ile looping hand ambayo imeenda. Angalia, anaingia mzima akimpelekea, kaurudisha mchezo kati. Yaani akicheza pembeni ndio kule ambapo anafanyisha shangwe la Said ili amke. Bado ili pambano inaweza lisiishe hili. Angalia namna ambavyo pia kwa mara nyingine tena power hiyo amekutana nayo, kwa mara nyingine tena hiyo hapo right hand amekutana nayo. Chilboy bado yuko sawasawa, anaendelea kutoa mkono wake kupunguza yale madhara ambayo Said Hakim ameyapeleka kwake. Kama unavyoona, kama unavyoshuhudia kwa pamoja, burudani unaipata. Hii knockout ya mama. Angalia namna ambavyo mtu mzima anapeleka. Ilikuwa ni moja kati ya counter ambayo imeshuhudiwa hapo, lakini bado Said Hakim amekaa sawa sawa pia, akimfuata kwenye kona. Yani ni noma. Kuna uoga ambao kama ameenda nao, straight punch amekutana nayo. Hapa sasa damu zishachemka. Hii ni moja kati ya pambano zuri kulitazama kwa sababu mikono inatoka kweli kweli, ufundi uko. Angalia left hand hiyo, right hand ameziconnect hapo. Naye pia akijibu mapigo Chilboy. Raundi zinakamilika, lakini wote bado wanaendelea kuhitajiana. Anasema wewe leo umeingia kwenye kona yangu, manake unajua jana kwenye shughuli ya upimaji uzito huyu bwana alisema mimi siongei sana, nataka niende kukuonyeshe moja kati ya pambano ambao, angalia na mambo yalivyokwenda hapo kwenye raundi iliyomalizika. Body punch hizo zikashuka, right hand ikaenda moja kwa moja kwenye eneo la juu, gadi ikiwa chini, naye pia akaipokea hiyo, lakini bado Chilboy anaendelea kuwa imara zaidi. Akutana na right hand sana, akutana left pia, umeziona jab zikafika. Ni bondia ni bondia mzuri kiukweli, anaonyesha upinzani wa hali ya juu na anajua bondia mzuri. Akianza kwenye raundi ya 6 hii, mwendo ni ule ule, hakuna kupoa. Said akimfuata kwa nguvu,
balance ilikosekana kidogo. Amerudi imara. Kuna body punch sasa. Anajaribu kuiangalia tumbo. Kwa amemdanganya kwa macho, lakini baada ya hapo yani ili aenjoy bondia kutoka South Africa, anaenjoy sana akicheza pale kati. Utaona ngumi zake zote anazopiga, na ili uone Saidi uenjoy akiwa pembeni, utaona naye anapiga ngumi zake zote. Yani kila mtu ana engo zake, yani ambayo akikaa ana uwezo wa kufanya jambo kubwa yani. Namuona kabisa Said Hakim kama ana hamu kweli ya kuendeleza rekodi yake ya zile KO. Kumkandamiza nzio si kitu sawa. Anaendelea na mchezo wake. Chillboy ana spidi nzuri, lakini jab yake ni moja, right hand nzuri sana ambayo amekutana nayo moja kwa moja sahi, lakini kaimeza tena right hand ya kwake. Chillboy anataka kuilipa. Jab hizo za Chillboy zinaenda kutoa moja kwa moja kwenye uso wa Said Hakim. Said anapaswa kuendelea kuwa makini. Umakini unahitajika. Kienda naye kadri unavyoshambulia, na mwenyewe unatakiwa uwe unajua jinsi gani ya kujilinda, kwa sababu kuna counter ambazo hata zinapotokea waga hazibikani. Mtu anajiami tu anapiga tu, nakuta wewe uko chini. Haya, Said Hakim. Chillboy pia akianza kama kawaida yake, hana mambo mengi, anatafuta jab, anazihesabu. Angalia, anasubiri hizo kucounter. Akianza tu Said naye pia ana react moja kwa moja. Amekuwa akimwacha saizi Said akianza, kisha yeye anajibu mapigo. Kila muda anajiweka sawa, mbavu zake anajinyoosha. Kama anavyomleta kwenye kamba na kumbana, unatakiwa uzipige kwa sababu unaweza kuzipata kwa 90%, lakini hizi finishing ukizipiga katikati inakuwa ni ngumu, kwa sababu mtu akirudisha tu mguu nyuma tayari unaogelea. Ni kitu ambacho wewe mwenyewe unatakiwa moto ule kama raundi ya kwanza. Mapambano yote ambayo unaendelea kuyashuhudia usiku wa leo ni moto juu ya moto. Referee alikuwa anatoa kile kiti ambacho kinatumika kwa bondia wakisahau. Yaani bondia kutoka ashajua kabisa amezidiwa power, ndio kitu ambacho yeye anafanya tu kurelax, atumii nguvu nyingi, yani ana relax. Jab right yake amekuwa akiitumia sana, pengine ameiona pia na upande wa Said kwenye eneo lake la kushoto. Amekuwa akijaribu kuland punch Asife au Chillboy. Raundi ya 7 akiendelea, gadi ikiwa juu na yeye mwenyewe akijaribu kumtafuta. Sasa hivi ameshamzoea. Jab nyingine hizo ambazo anaanza na connect punch. Yaani ukiangalia Said Hakim anataka kulimaliza ili fight kwa haraka yani. Kwa maana kadri anavyoingia yeye anataka kupiga ngumi zile kali ambazo yani upinzani asikie maumivu kwa haraka. Kuna namna ya kulinda alama, kuna namna ya kuongeza alama, lakini vile kuna namna ya kumshinda mzani wako yule ambaye unahisi kabisa nguvu kwa kuzidi. Ndio kile ambacho anakifanya hapa Chillboy, kumweka mbali na jabu hiyo, lakini vile akiingia ndani, lakini kama counter punch kama amemweka sawa. Jab nyingine zinaenda, Chillboy akitoa mikono yake.
Jabu ameenda nao pia vile kutia left hand yake, amerudia tena pale, amepata nafasi anajaribu kutafuta sura ile ya Said Hakim. Naona Said Hakim anakubali sana kuruhusu ijabu iwe inakuja kila wakati, kwa sababu pale anapopiga ile ijabu akiconnect tu na ngumi nyingine inaweza kuwa madhara, na ni kwa sababu pia ukimwangalia kwa muda mwingi pia Said Hakim gadi yake mara nyingi si ile gadi ambayo inakaa mpaka juu zaidi. Angalia namna ambayo alipelekea right hand nzito sana, na anajaribu kuangalia namna ya kulimaliza pambano, lakini bado yuko, ataweza kuhimili hapa. Chillboy ataweza kuhimili, atajibu mapigo, asija Chillboy anajibu mapigo vile vile, lakini bado target ile ya Said Hakim bado haijakaa sawa sawa. Target ya round imemalizika kwa mara nyingine tena. Naambia wewe vipi? Mwisho wa raundi ya 7 imemalizika. Kitu ambacho tumekiona Pacman kwenye raundi hii hapa ilikuwa ni nafasi ya Said Hakim kutokana na power ambayo alikuwa imepeleka power punch moja ya right hand ikawa imemtikisa, lakini bado ile swala la target kuweza kulikamilisha pambano hili au kulimaliza mapema imekuwa ni ngumu, labda kwa sababu ya uzoefu alionao Chillboy. Zimemiss punch nyingi sana kati anataka kumaliza pambano hapa. Ilitakiwa utulivu wa hali ya juu, kwa sababu alikuwa tayari kashamshika na miguu yake yenyewe ilikuwa tayari naniu yani ile sijui. Kwa hiyo ndo hizi ngumi zinazomkosa kosa hizo zote zingempata, ingekuwa tayari tunahesabu mengine zaidi. Lakini vile vile kitu kikubwa ambacho anakifanya Chillboy ni pamoja pale ambapo anaonekana kabisa kukutana na power punch ya Said. Ya 8 na ndo raundi ya mwisho. Raundi ya 8 na ya mwisho hii raundi ya 8 na ya mwisho. Haya, bondia wawili kutoka Afrika Kusini na Tanzania, Said Hakim kutoka Tanzania dhidi ya Asife Nshihili kutoka kule Afrika Kusini. Aache kupanic. Na unajua ukisha panic tayari unatoka katika Side ndo zaidi Side ndo zaidi. Endelea mtoto ule kama anataka kuendelea kuonesha uwezo wake wa kushinda labda hii kwa KO, lakini bado angalia namna ambavyo amemsogelea, lakini vile vile kakutana nayo hapa Chillboy bado amekaa imara na right hand yake ameishusha akatoka kwa haraka sana. Nyingine hiyo hapo mpaka mouth guard pia ya Said imemwanguka kutokana na right hand ambayo ameipeleka, na kama angekuwa na power yani hapa kama Chillboy angekuwa na power pia ni kutokuwa na power zinaweza kutosha kama alizokuwa nazo Said. Ina maana na yake kwa wanalingana power, ina maana tungeona mchezo mzuri zaidi ya huu. Inaonyesha ni bondia ambaye ametengenezwa kwa ajili ya kutengeneza kuscore zaidi, ndio unaona jabu yake akiwa na ikarabati ikienda hairudi patupu. Ni mara chache sana kuona inarudi patupu ukiangalia kama hivyo. Target ipo, lakini vile vile akiconnect saizi jaribu kutafuta pengine kubalance ile knockdown ambayo aliipata. Bado target kwa upande hapo kati ambayo imefika moja kwa moja, akiconnect pia anatakiwa kuwa mtulivu sana pia Said kama anataka kulinda kile ambacho anafanya, lakini ni moja kati ya pambano ambalo ameendelea kuruhusu. Angalia itengeneza engo na akampa mgongo. Bado ni aina ya mabondia ambao wana uwezo mkubwa wa kuzungusha mchezo na kucheza vile ambavyo wanaona kwa wakati huo, hata pale ambapo unahisi wamezidiwa, lakini atahimili mpaka raundi hizi kama unavyoona. Aongeze tu tulivu muhimu. Wameamua kupigana watu wawili kutafuta mbavu, kila mmoja akitafuta mbavu, akipeleka pia right hand yake hiyo tena na ruhusu sana hapa Said akiamua kwenda moja kwa moja, akiamua kubadilishana makonde na Chillboy. Amefanya hivyo mara nyingi, lakini haikumletea madhara sana. Je, safari hii ataweza? Kama ni punch ambazo amezipeleka pia Said
ashazipeleka nyingi kwenye raundi ya mwisho ambayo inaenda kumalizika. Umakini mkubwa unahitajika, umakini mkubwa unahitajika. Wawili hawa wametupa moja kati ya pambano safi sana, pambano zuri. Said Hakim dhidi ya Asife Nshihili, anasema mmeona, mimi ni moja kati ya wale bora. Anaonesha kabisa ili pambano lake la 10 hajapoteza, ndio kulinda rekodi yake, labda anaona mpaka sasa, kwa sababu hajapoteza pambano lolote lile. Goma atakuwa amewashawishi. Angalia ile hapa kati ambayo ilifika, lakini haikuwa na nguvu ya namna hiyo, akaconnect pia na left hand ile, lakini bado mambo yalikuwa hajakaa sawa sawa. Andrew Mutabas, he scored 80-71. Sakwe Mtilia, he scored 78-73. And Ali Champion Bakari, he scored 77-74. Kwa mantiki hii, kwa unanimous decision, ladies and gentlemen, the winner is all the way from red corner, Said Hakim. Said Hakim ndio ambaye ameibuka mbabe siku hii hapa leo. Hii ni knockout ya mama msimu wa 9 mfululizo. Tunaendelea count down zile buti zote ambazo tuko nazo siku leo. Hivyo basi tunaendelea na buti inayofuata ambayo hii ni PST title. Hivyo basi referee atakuwa ni Modest Rashid, atasaidiwa na jaji namba 1 atakuwa Habibu Mkarafu. Jaji namba 2